Tunaangalia zaidi fursa huko mitandaoni, mbali na biashara na bidhaa ambazo unaweza ukauza, lakini ujuzi na maarifa ambayo unapata na ambayo unayo na hata talanta, unaweza pia ukapata kipato kupitia huko na kuangalia pia fursa ambazo zinapatikana. Tumemwalika hapa Baraka Mafole ambaye ni miongoni mwa vijana ambao wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii hasa katika hilo. Karibu sana. Asante sana. Na ni jambo muhimu hasa kwa sababu ni miongoni mwa fursa kubwa ambazo zipo na tungependa pia kufahamu. Kwanza, kwa upande wako ulionaje fursa kupitia mitandao? Nadhani safari yangu kwenye mitandao ni kama miaka 6 nyuma hivi, wakati nasoma chuo National Institute of Transport. Nikakutana na marafiki zangu ambao nasoma nao chuo ambao walikuwa wanafanya kitu kinaitwa affiliate marketing. Kama mtu ana bidhaa ya mtandaoni, wao wakishare link, ukinunua hiyo product kuna percent wao wanapata. Ilikuwa karibu na kipindi cha COVID-19. So nilivyoona vitu wanavyofanya nikawa interested, nikaenda mtandaoni Google namna gani naweza kufanya kazi mtandaoni, na nikagundua kumbe naweza nikauza ujuzi mtandaoni. Na kipindi hiko nilianza kufanya kazi ndogo ndogo za kutafsiri kutoka Kiingereza kuja Kiswahili, na nikawa nafanya kazi na makampuni makubwa ambayo yako nje ya Tanzania, client ambao wako nje ya Tanzania, na mpaka sasa hivi ndio kazi ambayo nimekuwa nikifanya. Lakini sasa hivi kidogo nikuja nikashift focus zaidi na eneo la digital marketing. Wanasema fursa za mitandaoni wakati mwingine si lazima uwe na mtaji wa kuanzia. Ni kweli? Yeah, 100%. Kwa sababu kiuhalisia kuna vitu vitatu sana ambavyo vya muhimu ambavyo unatakiwa uwe navyo ili uweze kufanya kazi mtandaoni au uweze kuingiza kipato mtandaoni. Kitu cha kwanza ni skills ambazo wakati mwingine sio lazima sio sawa na zile skills za tradition. Unajua, kwa mfano zamani kama mtu akitaka kuwa mwandishi wa habari kama wewe, kuna process hapo ya miaka 10, miaka 20, lazima aende chuo, apite sijui elimu gani au na certification gani. Lakini siku hizi mtandaoni, kwenye ukiingia YouTube pale wenyewe wanasema chuo kikubwa zaidi duniani, unaweza kujifunza kitu chochote ambacho unakitaka. Na uzuri wateja wa siku hizi hawaulizi cheti chako kiko wapi. Wao wanataka waone kwamba okay, unaweza kufanya hiko kitu. Kama unaweza, wao wako tayari kukulipa kiasi chochote. Kitu cha pili ni internet, na cha tatu ni digital device. Na internet siku hizi kuna sehemu nyingi ambazo unaweza kupata internet pasipo kulipia wifi za bure kwenye maeneo tofauti tofauti. Na watu wengi siku hizi sio kitu ambacho luxury tena internet, kila mtu ana access ya internet. Na kwenye upande wa digital skills, ukiangalia ripoti za TCRA, unaona kuna Watanzania zaidi ya milioni 25 ambao wanamiliki smartphone, ambao wanatumia internet. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kundi kubwa sana la watu ambao wanaweza wakatumia wana digital device ambazo wanaweza kuzitumia kujiingizia kipato mtandaoni. Kwa idadi hiyo ya watumiaji. Na umeeleza namna pia ambavyo ulivyobadilika, hasa ulivyoanza na mpaka sasa. Tujikite pia katika kile ambacho unakifanya sasa. Ni kwa vipi kwanza umeona manufaa yake? Kwanza teknolojia, kwanza mimi manufaa moja hapo ni kwamba imeniingizia kipato. Hii kwa miaka yote hiyo ambayo nimekuwa nikifanya huko, kazi yangu ambao nimekuwa nikifanya full time ni ya mtandaoni. Na ni pekee ambayo umekuwa ukitegemea? Na ni pekee ndio nimekuwa ambao nikifanya. Na pia kitu kingine, imeniongezea network ya watu. Kuna watu kutoka dunia nchi mbalimbali nafahamiana nao sasa hivi, na wengine nimekuwa nikifanya nao kazi. Na kitu cha tatu pia ujuzi professional. Kuna vitu vingi sana ambavyo mimi navifahamu sasa hivi ambavyo kama nisinge kufanya shughuli kwenye mtandaoni, hivyo vitu nisingekuwa nimevifahamu. Na cha mwisho nafikiri pia nimekuwa sehemu ya kubadilisha baadhi ya maisha ya watu. Na kwa kuwa pia inawezekana kwa anaye kufuatilia katamani kufahamu nini hasa ambacho unafanya, kwa sababu inawezekana pia ikawa fursa kwake. Nafanya vitu vingi. But kitu ambacho nimefocus nacho sasa hivi zaidi ni kwenye eneo la digital marketing, especially kwenye eneo la community management na social media management, na manage account za watu. Sana sana wateja wangu wakubwa ni kampuni ambazo ziko kwenye finance, fintech, finance and technology, na pia executive, wakurugenzi na nini ambao wanataka watengeneze presence yao mtandaoni. Na baadhi ya vitu vingine ambavyo wanafanya pia, na train watu kwenye namna gani ambavyo wao wanaweza wakafanya kazi mtandaoni. Kwa wanashirikiana na baadhi ya asasi za kiraia, NGO na serikali na watu wengine kwenye kuelimisha vijana kwenye namna gani ambavyo wanaweza wakapata fursa mtandaoni.
Na kwa kiasi gani pia, kwa sababu umetueleza kwa upande wa mafanikio, kuna changamoto gani ambazo umeziona mpaka sasa? Kuna changamoto nyingi kwenye haya masuala ya mtandaoni, kwenye hizi kazi za mtandaoni. Kuna baadhi ya changamoto kwanza zipo sisi kwetu binafsi, kuna nyingine ziko kwa serikali na nyingine ziko kwa taasisi tofauti. Nikianza za kwetu sisi binafsi, tuna changamoto kwenye eneo la ujuzi. Wengi wetu hatuna hizi studies za kidigitali. Kwa sasa tukienda kwenye zile platform, kumbuka siku hizi sasa miwaga nawaambiaga watu sasa hivi kwenye hii teknolojia, mtu ambaye unashindana naye sio ambaye umesoma naye labda chuo UDSM ama wapi. Sasa hivi unashindana na mtu ambaye yuko Asia, mtu ambaye yuko Ulaya. Kwa sasa ili uweze kucompete na watu, lazima skills zako ziwe vizuri, na elimu za wenzetu tunaelewa kidogo kwa kiasi fulani zina ukubwa kuliko na za kwetu. Na ukija kwenye changamoto sasa nikizungumzia ambazo labda zinaweza zikatatuliwa na serikali, kuna hizo njia za malipo ziko limited. Kuna baadhi ya platform za malipo hazifanyi kazi hapa. Kuna kipato pia unakipoteza. Unakosa sasa kwako binafsi. Imagine unapata mteja, unaweza kufanya kazi, yeye yuko tayari kukulipa, lakini hana njia ambayo yeye anaweza akakulipa kwa hiyo kitu ambacho wewe umekifanya. Na pia kuna baadhi ya platforms ambazo hazifanyi kazi Tanzania. Wakati nilikuwa naangalia hapo habari kabla hujanioja hapa, kuna profesa hapo wa CBE ambaye alikuwa anazungumzia kwamba sasa hivi mtu anaweza kauza bidhaa duniani kote. Kwa mfano kuna platform moja inaitwa Etsy. Hiyo ni platform kubwa sana ya wachuuzi. Kama mtu ni anachora, unaweza kuuza bidhaa yote na ina wateja wengi sana. Hiyo ni platform ambayo inafanya kazi karibia Ulaya kote na nchi nyingine zote, but kwa Afrika nafikiri inafanyia kazi South Africa. So sasa kitu kama hiko serikali inaweza ikaona kwenye hizo platforms ambazo ni kubwa, wa Tanzania ambapo wanaweza kaingiza kipato, kwa sababu mimi siwezi kushawishi ile platform operate Tanzania, but kama kuna waziri ama kuna nani anaweza akazungumza nao akawaambia operate na wakaoperate. Na kuna platform nyingi kubwa ambazo zinafanya kazi nchi nyingine, watu wa nchi nyingine wanaingiza kipato, lakini haza operate Tanzania kwa sababu labda za policy ama kwa sababu hawaoni opportunity ambayo iko Tanzania, kitu ambacho naamini balozi zetu, baadhi ya viongozi wa serikali wanaweza wakasolve. Na changamoto ya mwisho nisema kwenye upande wa kitaasisi, kwa mfano kuna hizi mitandao ya simu. Ni moja tu ya taasisi moja ambayo nimezungumzia kwenye huduma za internet. Kuna kipindi isha nikuta mimi mara kadhaa umelipia internet, umelipa vizuri, lakini sasa wao wakupatia internet haifanyi kazi kwenye device yako. Sasa mteja wako yuko Marekani, yeye hilo swala kwamba internet inakatika ni kitu kigeni. Sasa unaanza tena kumuelezea internet unatoa wapi. Na pia huduma za wifi kuna baadhi ya maeneo hayajafika, zimeishia tu huku mjini. Kwa hiyo kama unataka kufanya kazi mtandaoni tena hapo, aidha wewe unakaa huku mjini sana ndio uweze kupata huduma ya wifi, ama ni changamoto ambazo ziko kwenye kategori tofauti tofauti. Baraka, kwa ambaye angetamani kufahamu, unaingiza kipato kiasi gani kupitia mtandao kama hutojali? Kama hutojali hata kwa wastani. Nafikiri jibu zuri hapo ni kusema kwa wastani, ambapo nitatumia tu figure ambazo ziko kwenye standard. Kwa watu ambao wanaanza beginners kwenye hizi majukwaa ya freelancing, kufanya kazi mtandaoni, mara nyingi vipato vyao vinaanziaga $0 mpaka $200. Kwa mtu ambaye yani ndio unaanza sasa hivi, labda umepewa vitaski vidogo vidogo vya kufanya, unaweza kuingiza $0 mpaka $200, ambapo na hiyo ni kwa siku, saa, kwa mwezi, natumia tu masaa ya mwezi. Na ukiwa kwenye intermediate hapo ndio utaanzia hapo $1. Ni kama mpaka kiasi cha shilingi laki 4, laki 5. Kama ndio unaanza sasa, yani wewe ndio mpiani, ndio labda ndio umepata mteja mmoja anakuambia nisaidie account yangu, wewe una post tu au unafanya kitu gani. Ukienda kwa intermediate unaanza kucheza hapo kwenye $300 mpaka hapo $600, $700. Then sasa ukishaenda zaidi ndio utaanzia hapo $700 mpaka kuna wengine wanalipa mpaka $2,000, $5,000, depends na namna gani skill yako wewe ina demand kwenye milioni. Kwa sasa huko kwenye level gani? Najua haupo kwenye beginner. Nimekuwa nikifanya kitu kwa miaka 6-7 sasa hivi, na
baadhi ya wateja wangu ni international companies na nini, kwa hiyo mpaka wanafunzi wangu wengine pia ambao wanafanya kazi kwa muda mrefu, sidhani kama mimi ni beginner. Kwa huko katika ile hatua ya juu tuseme. Kwa sasa hivi mimi ni expert sana. Na simu pekee inatosha kwa kijana ambaye anatafuta fursa kama hizi? Kwa kuanzia simu inatosha. Lakini kadri unavyozidi kwenda unaanza ku-upgrade kidogo kidogo. Simu ina limitations kidogo. Kwa baadhi ya apps ukiwa unatumia simu kuna baadhi ya vitu huwezi kuviona mpaka ukiangalia version ya laptop unakuta iko kitu kinafanya kazi. But simu anaweza kaanza nayo, but muhimu baada ya muda wa invest kwenye laptop. Sasa simu ama hii laptop inawezekana mtu anayo, anafikiaje kupata hiyo fursa? Anafikiaje kupata huyo mteja ambaye angeweza kumlipa? Kuna kitu mimi waga nawaambiaga, hata jana nilikuwa tuna event sehemu naongea, nikasema kwamba wewe sasa hivi hapa Tanzania, study ambayo uko nayo hapa, kuna mtu duniani anatafuta mtu ambaye ana ujuzi kama wako aweze kumlipa, lakini hajui anampata wapi huyo mtu. Kwa hiyo ukishakuwa freelancer, ukiwa unataka ufanye kazi mtandaoni, kitu cha kwanza inabidi uwekeze kwenye ujuzi ama study. Study unaweza kujifunzia YouTube, unaweza kujifunzia nyingine umetoka nazo tu chuoni unaweza kufanya. Kwa mfano wakati mimi naanza translation, hiyo ni kwa sababu nimesoma HGL form 5 na form 6, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuanza nayo hiyo translation. Kwenye upande wa kupata wateja, kuna sehemu nyingi sana ambazo mtu anaweza kupata wateja. Kuna hizi mitandao ya kijamii, social media. Kuna mtandao unaitwa LinkedIn. Kama kuna mtu ananiangalia sasa hivi amemaliza elimu, ni muhimu awe na account huko LinkedIn kwa sababu kuna kazi nyingi zinapostiwa, kuna wateja wengi wapo huko. Kitu kingine kuna zinaitwa freelancing platform, majukwaa ya kuuza na kununua ujuzi. Hayo majukwaa yanaposti huko, kazi tu zinapostiwaga. Hata ukiingia sasa hivi utakuta kuna kazi fulani ambayo imepostiwa. Na hizo platform kuna moja inaitwa Upwork, nyingine inaitwa Fiverr, nyingine inaitwa Guru, nyingine inaitwa People Per Hour. Yaani ukienda kwenye ChatGPT sasa hivi ukauliza freelancing platform, inaweza kukutajia zaidi ya 100. Hizo platform unakuta kazi imepostiwa hapo, wewe kazi yako ni kuomba. Na kama wateja wameona unaweza kufanya, wanakupa na wanakulipa. Katika uwanja ambao kuna watu wengi unakuta wanatafuta ajira na hizi kazi, kwa sababu ni miongoni mwa changamoto ambazo zipo. Kuna wengine wanatumia mwanya huo kutumia kama udanganyifu. Unafahamu vipi kwamba sasa hii haidanganyi na hii maana anaweza kaenda kwa kutafuta fursa lengo, lakini akaishia kudanganywa? Yes, utapeli uko mwingi mtandaoni. Ushakutana nao? Mara nyingi, na kwenye hilo lazima watapeli wawepo kwenye kila eneo. Na sana sana ukitokea umetapeliwa, tumia hiyo kama nafasi kwamba umejifunza. Uliwahi kutapeliwa kabisa ama ilikuwa ishatokeaga? Ilikuwaje kwa kifupi? Okay. Kuna mtu alikuja kama vile anataka anipe kazi, akanitumia linki, nikaweka baadhi ya details zangu, akaniomba akaniomba access ya hiyo platform ambayo anataka alipie, lakini lengo lake lilikuwa apate details za kadi yangu. Sasa mimi kibongo najua tuwekagi sana kadi. Kwa hiyo niliponea chupu, sio kwamba nilitapeliwa. Kwa kitu cha pili, watu wengi wanatapeliwa kwa sababu hawatunzi taarifa zao za siri. Unakuta mtu kwenye mtandao wa kijamii anaposti kadi yake ya hela ambayo inaonyesha hela mtu anaweza akatoa. Na kingine watu wanatumia password ambazo zinaweza password yako inaitwa FOIA. Mimi sinajua FOIA, jina lako naweka na namba. Nimemaliza. Shukrani sana Baraka. Kwa kifupi tunapoelekea kukamilisha, nini ambacho kijana anapaswa kufahamu ili kufikia hizo fursa ama anapaswa kuwa nacho? Okay, kwa kijana ambaye ananiangalia sasa hivi, afahamu tu kwamba sasa hivi dunia inaelekea mtandaoni. Kila kitu sasa hivi kimekuwa kidigitali. Huduma yote ambayo unaipata sasa hivi imebadilishwa na kidigitali. Sasa kitu ambacho cha muhimu unatakiwa ufanye ni kwamba wewe sasa usisubiri kwamba eti uitwe, kwa sababu teknolojia ina tabia moja, wakati inakuja kama vile inakubembeleza. Sasa watu baadhi ya watu wakishaanza kuiadapti, sasa ndio inaanza kukushambulia. Kwa kama wewe ni kijana sasa hivi unaangalia hii Azam TV, hakikisha sasa hivi unawekeza kwenye study za kidigitali, unajielimisha, unafahamu platform zipi zinafanyaje kazi, then fungua account huko na anza kuchangamkia fursa za mtandaoni. Na bila shaka wewe pia unatoa mafunzo haya? Nafundisha, na kwenye mitandao yangu ya kijamii nafikiri utakutana na video zangu nyingi, YouTube video zangu nyingi sana. Yani ni mmoja wa watu wengi sana huko YouTube ambao watu wanaweza
wanajifunza. Na watakufikia kwa jina lako? Mafole Baraka, natumia tu jina langu. Shukrani sana. Asante sana. Asante sana, mimi nakutakia kila heri. Na tunakamilisha hivyo, tumezungumza hapa na Baraka Mafole ambaye ni mtengeneza maudhui wa mitandao, lakini ametumia pia fursa ya mitandao kwa ajili ya kujipatia kipato.